Mungu mwenyewe alivyosema wamefunga kufunga na kupamba na uchamungu. Lakini jambo lingine la pili ni tabia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza akasema katika mambo yaliyo bora baada ya kumcha Mungu tunachofuatia ni kujenga tabia nzuri, kujenga maadili mema. Hata mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umekuja kuwajenga Waislamu wote kwa ujumla, mmoja mmoja, hata na wasiokuwa Waislamu ambao wanaona Waislamu wanafanya nini. Bado mwezi wa Ramadhani umefanya kazi kuwajenga na kuwafundisha maadili mema. Kwa wasia wangu ni kwamba watu wakimaliza inshallah taala kufunga mwezi wa Ramadhani, miezi 11 inayokuja baada ya mwezi wa Ramadhani, wayatumie yale mafunzo waliyopata katika mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana yake miezi 12, miezi 11 watu wanakula, mwezi mmoja wanajifunza mambo mbalimbali, wayatumie katika miezi 11 itakayokuja ambayo watu wataruhusiwa kula na kunywa na kufanya matamanio yao mengine. Jingine ambalo naweza kusisitiza na hilo ni kubwa, ninamhusu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliyoyafanya ni makubwa sana ndani ya miaka minne. Miaka minne ni miaka midogo sana. Kwa kawaida katika uongozi miaka minne ni miaka ya kujitayarisha, bado hujafanya kazi. Ni miaka mtu anajitayarisha kwamba atafanya nini. Lakini Mama Samia Suluhu Dr. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya miaka hii minne hakuja kujitayarisha, amekuja kufanya kazi. Na akafanya kazi nzuri sana ambayo inaonekana kwa watu wote, kila mwenye macho hana haja ya kuambiwa, hakuwa mwenye kuona sawa na mwenye kusikia. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu amefanya mambo makubwa sana, ameweza kujenga mahusiano, amejenga umoja, amejenga mshikamano, ameondosha dhuluma, amerudisha haki za watu, amejenga nchi, amekijenga kile ambacho kimeachwa na rais mwenzake aliyetangulia. Watu walidhania basi baada ya kuingia yeye kwamba hawezi kumaliza kitu kilichokuwa kimeachwa na mwenzake. Yeye amemaliza yale yote ambayo yameachwa na mwenzake na amebuni na mengine mapya ambayo tunakwenda nayo. Kwa kweli tunamshukuru sana na tuna haja ya kumwombea Mungu amstawishe zaidi na ampe taufiki ya uongozi uliokuwa madhubuti na amjalie vile vile amepushe shari ya maadui zake na wajenzi vibaya katika nchi hii. Amen.